tutapigana kuibadilisha. Kamati kuu yetu ya chama imekutana kwa siku 2 mfululizo, na haya ni maazimio ya kamati kuu ambayo tayasoma mbele yenu. Kamati kuu ya chama iliyoketi kwa siku 2 tarehe 23 na tarehe 24 Mei mwaka 2025, baada ya majadiliano na tafakari ya kina ya kimkakati, imefikia maazimio yafuatayo. 1. Kamati kuu imepokea barua ya msajili wa vyama vya siasa iliyoandikwa kwa katibu mkuu wa chama chetu na kutafakari kwa kina. Baada ya kamati kuu kujadili na kutafakari kwa kina, imejiridhisha kwamba msajili wa vyama vya siasa amekwenda kinyume na sheria ya vyama vya siasa, na kwa sababu hana mamlaka ya kupokea, kusikiliza, kufanyia maamuzi malalamiko ya mwanachama wa chama chochote cha siasa kama alivyofanya hivi sasa. Maamuzi yake baada ya kamati kuu kutafakari imesema ni batili na haitafuata maamuzi hayo aliyofanya kwa chama chetu. Kwa natumia podium hii kusema mbele yenu kwamba msajili amejigeuza kamati ya rufaa ya chama chetu, katiba ya chama chetu haimpi hayo mamlaka, sheria inayoisimamia haimpi hayo mamlaka, katiba ya nchi haimpi hayo mamlaka. Kama kuna mwanachama yupo analalamika, vipo vyombo vya ndani ya chama chetu vya kukata rufaa. Na mbaya zaidi, msajili na ofisi yake, kuna tuhuma za wazi kwamba wao ndio walalamikaji kwa kumtumia huyo mtu ambaye anatumika kama kikaragosi. Wao ndio wanaoandika barua, wao ndio wanasikiliza kesi, alafu wao ndio wanatuhukumu. Chama chetu hakiko kwenye hizo level, kimekataa kufuata maagizo hayo, na katibu mkuu wa chama chetu ni yule tuliyempitisha kwenye baraza kuu la chama tarehe 23 mwezi wa kwanza mwaka huu. Full stop. Kwa hiyo hilo ni azimio la kwanza la kamati kuu ya chama chetu ambalo imetafakari kwa kina, na kwa sababu hatujavunja sheria yoyote. Kwa kutumia hadhara hii, Watanzania wajue hivyo, na huo ndio msimamo, hatutarudi nyuma hata nukta moja. Azimio la pili, kamati kuu ya chama imeazimia kuwa ziara ya no reforms no election inayoendelea